Karibuni sana Bodi ya Usimamizi wa Stakabadhi za Ghala. Bodi hii inalo jukumu kubwa la kusimamia mfumo wa stakabadhi za ghala, na mfumo wa stakabadhi za ghala kazi yake ni kuwezesha biashara ya bidhaa kufanyika, kwa maana ya kuwezesha ukusanyaji, uhifadhi na utengenezaji wa taarifa ambayo hupelekwa kwa wadau wenzetu wa soko la bidhaa Tanzania kwa ajili ya kuwafikia wanunuzi ambao baadaye huweza kushindana kuweza kupata bidhaa ambayo imewekwa kwenye ghala au imehifadhiwa kwenye ghala. Na bidhaa hii inapohifadhiwa kwenye ghala, basi stakabadhi hutolewa, na ndipo tunapata neno stakabadhi za ghala kutoka kwenye mfumo wetu wa stakabadhi za ghalani. Mafanikio makubwa yanaweza kuwekwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kuweka uwazi katika biashara, kwa maana ya wazalishaji wa bidhaa kuweza kuyafikia masoko pasi na kuhitajika kushirikisha wadau wengi katikati. Kwa hivyo imewapa nafasi kuweza kuyafikia masoko mapana zaidi ndani na nje ya nchi, lakini vile vile kuwa na uhakika wa bidhaa zao wanazozalisha kwamba zina mahali zinapelekwa. Lakini jambo la pili tulolishuhudia ndani ya miaka 20 ni kuongezeka kwa ubora wa bidhaa ambazo zinapita kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Na uongezekaji huu wa ubora unatokana na kwamba sasa bidhaa zinapopokelewa kwenye maghala zinapokelewa zikiwa na viwango ambavyo ni stahiki, ujazo ambao ni stahiki, lakini muhimu zaidi hata namna ambavyo umeletwa kutoka kwa wazalishaji, umefungashwa, unakuwa umekidhi viwango vinavyotakiwa. Na hivyo tumegundua kwamba sasa ubora wa bidhaa hizi unazidi kuwa mkubwa. Lakini la tatu ni kuboreka kwa maisha ya wanaozalisha bidhaa hizi. Kwa sehemu kubwa tumeona mapato yakipatikana yanaleta mabadiliko ya maisha kwa hawa wateja wetu au wazalishaji mali. Na hii tumeishuhudia maeneo mengi, tunaona maendeleo ya wazi yakijitokeza. Mathalan naweza kutoa mfano wa eneo la Nangurukuru, barabara ya uelekeo wa Liwale. Katikati ya pori kuna maendeleo makubwa, wananchi wanaishi, wana huduma zote, na serikali pia hii inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali ya awamu ya 6 pia imepeleka kwa kasi kubwa sana maendeleo katika maeneo hayo. Wana umeme, wana maji, na mazingira yamekuwa mazuri kuwezesha Watanzania sasa kuweza kuishi na kuzalisha zaidi. Kwa hiyo unaweza kusema haya ni mambo makubwa matatu, lakini ukichambua kiundani unagundua mfumo huu wa stakabadhi za ghala umewezesha idadi kubwa sana ya bidhaa ambazo sasa zinatumia mfumo kuingizwa katika mfumo. Huko nyuma tulianza kuwa na zao moja la korosho, lakini leo hii tunazungumzia zaidi ya mazao 18 yameingizwa katika mfumo na kupata hizi faida ambazo nimetoka kuzielezea hivi punde. Kimsingi unapokuwa unazalisha mali kunakuwa na malengo mawili. Aidha unazalisha ili utumie mwenyewe au unazalisha ili ikuletee kipato. Kwa sehemu kubwa mfumo huu unashughulika na wale ambao wanazalisha kwa lengo la kujipatia kipato. Sasa unapokwenda sokoni ukiwa peke yako na mzigo wako peke yako, upo uwezekano mkubwa wa kutoweza kupata mnunuzi au mteja mzuri, kwa sababu wewe unakuwa huna nguvu ya kuzungumza sokoni unapokuwa peke yako. Na mara nyingi nimekuwa nikisema utajikuta bei ambayo unapewa na mnunuzi aliyekufuata shambani inakuwa sawasawa na ukubwa wa changamoto ulizonazo, na si sawasawa na hadhi ya kazi ambayo imefanyika kwenye kuzalisha bidhaa hiyo. Kwa hiyo mfumo unamwezesha sasa huyu mkulima kuwa na nguvu kubwa sokoni ya kuzungumza kuhusu bei ambayo inamfaa kwa ajili ya kuleta tija kwenye shughuli anayoifanya. Kwa hivyo ili mfumo huu ufanye kazi, ni kama nilivyosema pale mwanzo, unamwezesha mkulima sasa kutokwenda peke yake sokoni. Kwa hiyo mkulima wa kwanza, mkulima wa 3, mkulima wa 4, wa 5 na kuendelea, watakapojikuta wamejikusanya pamoja, tayari tunaweka neno ukusanyaji wa mzigo huo kuwa katika hali sehemu moja na hadhi inayofanana. Lakini hapa nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wenzetu wa vyama vya ushirika ambao wamekuwa wakifanya kazi hii kwa ukubwa mwingi, kwa kuwezesha sasa wananchi kule walipokuwa kuweza kuwaunganisha pamoja, kila mmoja na mazao yake, na kuyafanya yaje kwenye sehemu moja, na baadaye kuwezesha kuuzwa kwa kiushindani katika mifumo hii ambayo
tunaisimamia, hususan mfumo huu wa stakabadhi za ghala. Kwa hiyo kwa mkulima ni wazi kwamba anapojiunga na kutumia mfumo huu, zile faida ambazo nimetoka kuzieleza, ikiwa ni pamoja na ubora, kuongeza mapato, kuwa na uhakika na shughuli ambayo anaifanya, zote anazipata mkulima huu. Lakini anazipata kwa sababu anakuwa ameunganika na wakulima wenzie, na kwa pamoja wao wamepeleka bidhaa hii sokoni na ikapata ununuzi, kwa sababu ya ushindani unaotokana na uhitaji wa mzigo huo uliokidhi vigezo, wingi, ubora, uzito na vifungashio ambavyo ni sahihi, ambavyo vinaweza kwenda sokoni na baadaye kuwapatia tija kubwa zaidi wafanyabiashara wengine ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Tumejipanga vizuri kwa tukio letu la maadhimisho ya miaka 20. Tumeweza kuleta wadau wetu wote wanaoweza kuelezea toka tulipotoka hadi hapa tulipofika. Kwa hiyo kwanza kutakuwa na upatikanaji mkubwa wa elimu, na hii itatolewa siku ya tarehe 18. Niwakaribishe wote kuweza kufika pale ukumbi wa Jakaya Kikwete, ukumbi wa mkutano Jakaya Kikwete Conference Center hapa Dodoma, kwa ajili ya kuja kujionea shughuli tunazofanya. Lakini kwa wale ambao pia wamepata mialiko ya kuingia kwenye midahalo, watapata nafasi ya kusikia taaluma mbalimbali zikichangia, wadau mbalimbali kutoka sekta za fedha, kutoka sekta binafsi, wanavyofaidika na mfumo na namna ambavyo mfumo unaweza kusaidia kuinua maisha. Kwa hiyo ni wakati mzuri watu kupata nafasi ya kupata elimu siku hiyo ya tarehe 18. Lakini kuikia maadhimisho yenyewe halisi yatafanyika tarehe 19, tukimtegemea Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, atakayekuwa mgeni wetu rasmi kuja kuhitimisha maadhimisho haya, lakini vile vile kuweza kuwaeleza Watanzania namna ambavyo mfumo umeleta tija kwa Watanzania, na tuna shuhuda nyingi ambazo naamini Watanzania watanufaika nazo. Tutakuwa pia tuko live, kwa hiyo nadhani watu ambao wako mbali na sisi hapa Dodoma pia mtaweza kupata nafasi ya kushiriki kutokea huko mliko, ili kujionea nini tumefanya, nini tunaendelea kufanya na nini tunapanga kufanya katika kipindi kijacho, kumhakikishia kwamba kazi na utu tunasonga mbele.